Ongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuleta fedha kwa ajili ya kuboresha sekta ya mifugo na uvuvi. Mathalani, katika kipindi cha mwaka 25-26 mikoa ya Geita na Mwanza imetumia mbolea ya ruzuku tani 12,420 yenye thamani ya shilingi bilioni 3.4, ikiwa ni ongezeko kutoka tani 10,062 ya mwaka 24-25. Serikali imeendelea kuwajali vijana wa Kitanzania, hususani wa mikoa ya Geita, Mwanza na mikoa mingine nchini. Kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi, serikali imetoa mikopo yenye masharti kwa vijana wa mkoa ya Mwanza na Geita kupitia programu ya kuwawezesha vijana kiuchumi katika sekta ya mifugo na ufugaji na uvuvi, kwa ajili ya kuwawezesha vijana hao kujiajiri na kuongeza kipato kupitia miradi ya ufugaji ya kuku, mbuzi, kondoo pamoja na zana za uvuvi na uchakataji wa mazao ya uvuvi. Jumla ya vijana 56 wamenufaika na mikopo hiyo katika mikoa hii miwili. Aidha, mafunzo ya ujuzi na uendeshaji wa miradi yameendelea kufanyika na yametolewa kwa wananchi, hususani kwa vijana wetu. Takubaliana na mimi ndugu wananchi ya kwamba sekta ya kilimo, ufugaji na uvuvi ndizo sekta ambazo zimeajiri wananchi walio wengi. Takwimu zinaonyesha kuwa takribani 65% ya nguvu kazi ya taifa wamejiajiri katika sekta ya kilimo, ufugaji na uvuvi. Hapa kanda ya Ziwa, zaidi ya 75% ya kaya zinategemea kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa hiyo sekta hizi ni chachu katika kupambana na umaskini. Ndugu wananchi, uwekezaji huu mkubwa ambao serikali imefanya katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi umeendelea kuimarisha upatikanaji wa chakula katika mikoa ya Geita, Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla. Nimeona klipu moja ya mzee wangu, rafiki yangu mmoja wa Simba anaitwa Azim Premji, akisema mkoa wa Mwanza, Shinyanga na Geita hakuna njaa, na kama watu watapata njaa ni kwa sababu pia wenyewe wameamua kupata njaa. Na mimi nakubaliana naye kwamba mikoa yetu haina njaa, chakula kipo cha kutosha, rasilimali ya uvuvi na ziwa ipo ya kutosha, samaki wa kutosha. Kwa hivyo ni wajibu wetu kutumia fursa hizo ili kujiondolea umaskini. Maonyesho ya kilimo na sherehe za mwaka 26 yameongozwa na kauli mbiu inayosema tambua soko, ongeza tija katika kutekeleza dira ya taifa 2050. Kauli mbiu hii inatukumbusha ukweli mmoja kwamba uzalishaji usiozingatia soko hauwezi kumkomboa mkulima. Kauli mbiu hii imeunganishwa moja kwa moja na dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayolenga kufanya Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa kati ngazi ya juu yenye pato la taifa la dola za Kimarekani trilioni 1 na wastani wa pato la mtu mmoja dola 7,000 ifikapo 2050. Ili kufikia malengo hayo, sekta ya kilimo inapaswa kukua kwa kasi kwa 8% hadi 10% kwa mwaka. Baada ya kuyasema hayo, niendelee kuhitimisha hotuba yangu kwa mara nyingine tena kuwashukuru wadau wetu wote, makampuni binafsi, taasisi za serikali, mashirika ya umma, mashirika yasiyo ya kiserikali, wakulima na wafugaji ambao mmekuja hapa, mliojitokeza kwa wingi katika maonyesho haya ya 8 ya mwaka huu, kwani bila uwepo wenu maonyesho haya yasingekuwa mazuri na yenye kufana. Siku zote tunasema shughuli ni watu na watu wenyewe ndiyo nyie. Kwa hiyo tunawashukuru nyie watu kwa kuja katika maonyesho haya.